Mwili wa mfanyabiashara wa Kizkoti, Campbell Scott, mwenye umri wa miaka 52, umepatikana katika msitu wa Makongo miezi kadhaa baada ya kutoweka kwake mnamo Februari. Scott alisafiri hadi Kenya kwa shughuli za kibiashara, lakini alitoweka katika mazingira ya kutatanisha. Mutua, ambaye amesemekana kuwa miongoni mwa watu wa mwisho kuonekana naye, amekana kuhusika. Mahakama imepanga kusikiliza ombi la dhamana la Mutua tarehe 17 Juni, huku akiendesha mashtaka wakipinga kuachiliwa kwake. Kitu ya kwanza, mtu akifanya makosa tunafuata sheria. Na kama kulingana na ule mfanyabiashara ambaye alipatikana na yeye ambaye alikuwa ameshatenda, kulingana na sheria ama kotini, inafaa kama kesi ishapelekwa mahakamani, ni sheria ndio itaamua ama koti ifanye uamuzi ndio tujue ni aje, ama tujue jambo la kufanya ama the next step, kwa sababu hatuwezi chukulia sheria mkononi tukiwa na court ama when we have the law is the one who is supposed to make the final decision. Afungiwe kifungo cha nje maybe later for the hearing of the case, but ikipatikana labda alifanya makosa, he should be arrested, and the government of Kenya should compensate that family there in Scotland, because this guy was looking for greener pastures for them here in Kenya. Kadri uchunguzi unavyoendelea, maswali bado yanasalia kuhusu mauaji ya Scott na nani anayehusika, huku mamlaka ikisalia na shinikizo kubwa ya majibu na haki ifanyike kwa familia. Nikiripotia runinga ya TAS mjini Thika, kaunti ya Kiambu, langu jina ni Leila Fondo.